Taasisi ya JAI Zanzibar imefanya kikao cha kawaida cha nusu mwaka chenye lengo la kutathmini utekelezaji wa shughuli, miradi na mikakati mbalimbali inayolenga maendeleo ya vifaa tiba katika jamii. Akizungumza katika kikao kilichofanyika msikiti wa Msumbiji kwa Mabata Zanzibar, Amiri Mkuu wa JAI Zanzibar Profesa Salum Seif amesema vikao hivyo hutoa nafasi ya kupima mafanikio ya mikakati na kujifunza kutokana na changamoto ili jamii kunufaika zaidi na mipango. Kutuafikisha leo kuweza kukamilisha kikao chetu hichi cha miezi 6 ambacho ni kikao cha JAI Zanzibar katika kufanya tathmini ya utendaji katika muda wa miezi 6 iliyopita. Alhamdulillah, kwa mwaka huu tumeweza kufanya shughuli zetu na kufanya mageuzi makubwa kutokana na kuongezeka kwa vituo. Kama mnavyojua, zimeongezeka hospitali za hapa Zanzibar za wilaya. Kwa hivyo imetulazimu tuhame kutoka Mnazi Mmoja na kuweza kutanua huduma zetu kuweko katika hospitali ya Jitimai, na vile vile tuko katika hospitali ya Lumumba, na Mnazi Mmoja imebakia kidogo ambapo pia wanakwenda Kidongo Chekundu, na vile vile kuweza kuendeleza shughuli zetu katika kule hospitali ya Karakana. Kwa hivyo katika mwaka ujao tunajaribu kuona jinsi gani tutaweza kuongeza wanachama kuweza kutanua zaidi huduma zetu, hasa tukilenga na hospitali vile vile ya KM na Kivunge na Makunduchi. Kwa hivyo tunajaribu kuona jinsi gani tuhamasisha Waislamu katika ngazi za misikiti, kuona nao tunaacha utegemezi wa vikosi kuchangia damu peke yake, na sisi kama Waislamu tuna wajibu wa kufanya hivyo. Kwa hivyo kwa kushirikiana na kituo cha damu salama, basi tumepanga kuboresha mikakati yetu na kuona tunaweza kupita misikitini katika siku za Ijumaa na kuhamasisha uchangiaji wa damu. Kama inavyoonekana hapa ripoti, tulipata unit zinafika 70 mpaka 80, lakini lengo tuweze kuchangia unit nyingi zaidi ya hizo ili kupunguza lile pengo la uhitaji. Kwa mwaka huu changamoto tulizokutana nazo, kama tunavyosema, uhitaji umeshift katika jamii zaidi, na uhitaji uko katika vitendea kazi zaidi, vifaa tiba. Kwa hivyo utakuta gharama za vitu kama hivi zinakuwa ni kubwa. Tunaona ongezeko la majali, kwa hivyo mambo ya miguu na nini, kwa watu kuvunjika, kuhitaji hivyo vifaa, viti. Saa nyingine tunawapa watu hivyo viti, mtu akishakupoa havirudi, magongo hayarudi, au na mambo mengine chungu nzima. Kwa hivyo uhitaji mwingine wa pampers na nini, uhitaji wa kawaida, lakini vitu kama hivi vifaa tiba ni vitu ambavyo vinakuwa vina gharama kubwa zaidi. Kwa hivyo kwa msingi wetu, kwa sababu mdogo, bado tutahitaji jamii tuone vipi inatusaidia katika kufikia lengo. Tunajivunia kwa mwaka huu vile vile JAI tumeweza kusanya madaktari kutoka Tanzania, kwa ujumla, kwa kupitia JAI ambao tunashirikiana nao katika mahospitali, madaktari wa Kiislamu takriban 52. Tumeweza kufanya kambi kubwa Pemba ambapo tumeweza kufanya operation 189, na vile vile tumeweza kuwahudumia watu 5770 takriban kwa siku 5. Kwa hivyo hili tunajivunia kwamba tumefanya hatua kubwa hapa Zanzibar, na imeonyesha kwamba imeacha alama kubwa. Watu wamefanyiwa upasuaji na bado tunaendelea kufanya follow up, na wanaendelea vizuri. Na vile vile katika hiyo madaktari bingwa walitoa mafunzo vile vile kwa watendaji waliokuwa katika mahospitali yao. Kwa hivyo hivi ni vitu vya kujifunia ambavyo mashine zile mpya ziletwa na serikali, ambapo kulikuwa hakuna wataalamu wengine wa kuziendesha. Waliweza wataalamu wetu kuanzisha mafunzo ya watu 60 watendaji, kuwafundisha jinsi gani kutumia vyombo vya emergency, jinsi gani kutumia kuokoa maisha. Kwa hivyo
hii imeacha athari na kuwajengea uwezo. Kwa hivyo mbali ya kuanzisha kambi, lakini tumeweza kuwajengea uwezo, na hili limeanza kwa hapa Zanzibar. Kwa hivyo hili tunajivunia kwamba sisi ni wa mwanzo na tunategemea kuliendeleza katika kila kambi tuifanya. Na wanachama waliohudhuria kikao hicho wamepata nafasi ya kuzungumza na kuitaka jamii kujiunga na taasisi ili kupata rehema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza ambacho kwamba ninajivunia kwa taasisi hii, kwanza tulivyojiunga katika taasisi hii tunaona kwamba imani kwanza imepanda. Pia ilikuwa hatujui umuhimu wa kujuilia wagonjwa, kuangalia wagonjwa, lakini muhimu tumeupata, na alhamdulillah kila siku zikenda tunazidi kupata hamasa ya kuweza kuliendeleza jambo hili. Mchango wa kwanza ambao kwamba niliutoa ni kuhusiana na akina mama kuvaa vikoti. Mwanzo ulikuwa tunavaa vikoti ambavyo kwamba vimebana, lakini alhamdulillah baada ya kutoa mawazo tunashukuru vimeletwa vikoti ambavyo kwamba vinaonesha tumbele imevaa kikoti tofauti, vikoti vya wanawake na wanaume. Kiano kati ya wanajai na viongozi uko vizuri tu, tunashukuru alhamdulillah. Viongozi na wanajai kwa ujumla wanashirikiana katika mashirikiano ya pamoja sana, tunamshukuru Allah kwa hilo. Wanawake na washajiisha kujiunga katika taasisi kama hizi. Kwanza tunapojiunga, jambo la kwanza tumeambiwa tunapojuilia wagonjwa kuna neema kubwa ambayo kwamba tunaipata kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na neema ambayo ni kwamba tutaulizwa masuala siku ya kiyama kwamba kwa nini Allah atauliza kwa nini nilikuwa nauma hukuja kuniangalia tare, lakini ambapo kwamba utakuwa unakuja katika taasisi kama hii ya kuangalia wagonjwa, basi moja kwa moja swala hili utaepukana nalo. Najivunia mengi kulingana na umri huu wajai katika miaka hii 10 na katika kipindi hichi cha miezi 6. Kwa kweli harakati nyingi zimefanyika. Kama mimi sasa hivi nafasi yangu zaidi ni uhamasishaji. Jambo lolote linahitaji nguvu, na nguvu ya kitaasisi ni wanachama. Kwa hiyo wanachama wa taasisi ya JAI ni kupitia misikiti. Kwa hiyo tumefanya ziara mbalimbali katika misikiti isiyopungua 30 katika kipindi hiki, na nguvu imeonekana kushajihisha watu na huduma imeimarika zaidi. Kimsingi ili taasisi imarike, maana yake katika nafasi ya uchumi, katika nafasi ya kujitolea na mambo ambayo ya msingi kabisa katika kupatikanaji wa huduma ni mambo ya msingi, na hayo yote yanahitaji uhamasishaji, na kwa kumshukuru Allah katika kipindi cha miezi 6 jambo hilo limefanyika na ufanisi unaonekana, na leo tunafanya shura ya miezi 6. Nafikiria hata ushajihishaji katika shura yetu umeonekana, mahudhurio pamoja na michangio na ripoti ambayo nilikuwa nasema imeonyesha uhalisia katika kipindi cha miezi 6 kwamba kuna mambo mengi ambayo yamefanyika kwa mafanikio. Alhamdulillah, nashukuru Allah, na tunaihamasisha jamii izidi kushikamana, hasa viongozi wa misikiti, maimamu na watu wanaoshika misikiti wahamasishe Waislamu wenzetu kwa ajili ya kuhudhuria katika hospitali yale ambayo tunayafanyia kazi, kama hapa hospitali ya Jitimai Magogoni, hospitali ya Lumumba, hospitali ya Chimbuni na hospitali nyingine ambazo yanajitokeza matatizo yale watu kutatizika katika afya zao, na ikawa kuna watu ambao uwezo wao kujikimu katika hali moja au nyingine, hasa mfano uchangiaji wa damu, uchangiaji vifaa tiba pamoja na huduma za afya kwa ujumla, basi inshallah nguvu iweze kupatikana. Kikao hicho hufanyika kila baada ya miezi 6 na kimehudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiwemo wajumbe wa JAI, viongozi wa taasisi na wanachama mbalimbali wa taasisi ya JAI Zanzibar. Khadija Haji, JAI Online TV, wema kwa vitendo. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.